Habari za wakati huu mtazamaji, karibu sana katika asubuhi ya magazeti katika studio zetu zilizopo hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Uko nami Pendo Gorton na kusogezea magazeti haya asubuhi ya leo. Lakini pia tuna jambo zuri sana, kuanzia Juni 30 mpaka Julai 4 kambi yetu matibabu itatoka katika hospitali ya Manispaa ya Kahama pale, upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Kwa yeyote yule atakayesikia taarifa hii amjuze na mwingine ili aweze kufika pale apatiwe huduma hiyo ambayo itafanyika bure kabisa. Karibu sana. Gazeti la Majira wao wameandika kwamba Samia atoa ruzuku ya bilioni 216 za chanjo ya mifugo. Chanjo ya kuku sasa kutolewa bure, akabidhi pikipiki 700 kwa maafisa ugani. Soma katika ukurasa namba 4. Lakini waliowekeza nyumba za NHC Kawe kukabidhiwa mwezi ujao. Soma katika ukurasa namba 3. CTI yampongeza Samia kwa bajeti itakayokuza uchumi. Soma katika ukurasa namba 4. Lakini TRA kusanyeni kodi kwa njia rafiki Daktari Samia. Soma katika ukurasa namba 4. Lakini pia wakandarasi washauriwa kukamilisha miradi kwa wakati. Soma katika ukurasa namba 5. Israeli na Iraq zaendelea kushambuliana kwa siku 4. Soma katika ukurasa namba 19 katika gazeti hili la Majira. Lakini gazeti lingine hapa asubuhi ya leo, gazeti la Dira ya Mtanzania, Rais Samia, kodi ndiyo msingi wa maendeleo nchini, ahimiza Watanzania kujenga utamaduni wa kulipa kodi kwa hiari, lakini yaahidi kuiongezea nguvu mamlaka ya kuimarisha ufanisi. Kamishna amshukuru kwa kuwatia moyo. Soma katika ukurasa namba 2 katika gazeti hili la Dira ya Mtanzania. Hashim Rungwe alazwa KSMC, Lissu awaeka pembeni mawakili wake. Soma katika ukurasa namba 3. Serikali ya saini mikataba ununuzi na usafirishaji dhahabu. Soma katika ukurasa namba 4 katika gazeti hiyo la Dira ya Mtanzania. Raia Mzalendo hapa nasema naibu IGP Kenya ajiuzulu kisa mauaji ya mwanablog. Soma katika ukurasa namba 3. Lakini Lissu aomba ajitetee mwenyewe kesi ya uhaini. Soma katika ukurasa namba 4. Mbunge Waitara matatani atakiwa kulipa bilioni 6. Soma katika ukurasa namba 5. Mbunge Waitara matatani atakiwa kulipa bilioni 6. Soma katika ukurasa namba 5. Ni kwa nini alipe hiyo bilioni 6? Ni sababu zipi zilizopelekea? Soma katika ukurasa namba 5 katika gazeti hili la Raia Mzalendo. CTI yapongeza bajeti ya serikali, yasema ina nia njema na wenye viwanda, lakini yakiri mapendekezo yao mengine yamechukuliwa. Yampongeza Daktari Rais Samia kwa kuwa msikivu. Soma katika ukurasa namba 5. Lakini pia gazeti lingine hapa, Mtazamo Mpya, wamesema kwamba Rais Samia, tulipe kodi tusio tegemezi kiuchumi. Mtazamo Mpya wao wameandika kwamba Rais Samia, tulipe kodi tusiwe tegemezi kiuchumi. Asema malipo ya kodi yanatekeleza miradi mbalimbali ya kijamii. Asema malipo ya kodi yanatekeleza miradi mbalimbali ya kijamii, lakini anataka Watanzania kujenga utamaduni wa kulipa kodi kwa hiari. Ni wakati akizindua jengo jipya la TRA Simiyu. Soma katika ukurasa namba 4 katika gazeti hili. Uzinduzi kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia. Waziri Mkuu Majaliwa ataka haki kwa wakati bila ubaguzi wala upendeleo. Soma katika ukurasa namba 4. Lakini gazeti la Mwananchi wameandika kwamba anayoyapitia Lissu ndani ya siku 68 gerezani. Soma katika ukurasa namba 6. Lakini wanandoa waliouawa kuagwa leo. Soma katika ukurasa namba 5 katika gazeti hili la Mwananchi. Gazeti hili la Mwananchi pia ameandika kwamba Pemba njiani kuwa kinara wa uvumbuzi wa biashara. Soma katika ukurasa namba 18. Mwelekeo mpya wa kujitegemea. Rais Samia awataka wafanyabiashara kulipa kodi kwa hiari, aonya maofisa TRA kutumia nguvu, azindua miradi kuifungua kanda ya Ziwa, chanjo, utambuzi wa mifugo kuwabeba wafugaji nchini. Gazeti hili katika ukurasa namba 4 wameandika hivyo. Habari Leo wamesema kwamba Samia anguruma, akera kuomba misaada kusitisha kupeleka pamba gafi nje, aweni mwendo kasi Julai. Soma katika ukurasa namba 3. Lakini pia aagiza TRA kodi kwa maelewano kuongeza kasi. Soma katika ukurasa namba 2. Majaliwa atoa maagizo msaada wa kisheria, aamuru wizara mbili kusaidia maeneo yenye migogoro zaidi. Soma katika ukurasa namba 7. Migogoro 26,480 yapokelewa, msongamano magerezani wapungua. Soma katika ukurasa pia namba 7 wameandika hivyo katika gazeti hilo. Gazeti lingine hapa asubuhi ya leo, gazeti la Zanzibar Leo, wamesema kwamba jukwaa kuchochea uwekezaji Pemba. Daktari Mwinyi asema hatua
kukifungua kisiwa hicho zaendelea. Soma katika gazeti hili la Zanzibar Leo. Lakini wana CCM ibukeni kuchafuana Hemed. Soma katika ukurasa namba 2. Tutaendelea kujenga school maalum kwa wasichana Rais Samia. Soma katika ukurasa namba 18 katika gazeti hilo la Zanzibar Leo. Huo ndo mwisho wa magazeti ya asubuhi ya leo. Nimekusomea machache kati ya mengi ambayo yameandikwa. Nenda kanunue nakala yako kupitia kwa undani zaidi kile ambacho kimeandikwa. Asubuhi ya leo nizidi kukukumbusha kambi yetu matibabu kuanzia Juni 30 mpaka Julai 4. Upasuaji mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa katika hospitali ya Manispaa ya Kahama. Fika pale mapema kabisa jamani. Ukisikia taarifa hii mjuze na mwingine, hasa kama ni mtu mzima, nenda usiogopi. Huduma hii inatolewa bure kabisa. Kwa niaba ya wale tulioshiriki kuandaa magazeti haya asubuhi ya leo, ulikopo nami Pendo Gorton, nikutakia asubuhi yenye baraka. The Same Qualities Foundation kwa kushirikiana na hospitali ya Manispaa ya Kahama wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika kuanzia Juni 30 hadi Julai 4 katika hospitali ya Manispaa ya Kahama. Watoto wafikishwe hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0769726782 au 0738229449 na 0717531312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.